إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah jalla wa ala. Kwa hakika watakaofanikiwa katika maisha yao ya duniani na maisha yao ya akhera ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah jalla wa ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ihibatu fillah, ndugu zangu katika iman, unwani ya khutba yetu ya leo inasema taharimu sabbi sahabati radhiyallahu anhum, uharamu wa kuwatukana na kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kichwa cha habari cha khutba, tayari Muislamu umeshafahamu hukumu ya kuwatukana na kuwasema vibaya na kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayari umeshafahamu hukumu yake ni nini. Kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni haram. Kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni haram. Kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni haram. Kumtukana yeyote katika hali tu ya kawaida, ukimtukana mtu yeyote hata kama hana dini, ukimtukana atakuburuza mahakamani, atakushtaki kwa sababu umemtukana, kwa sababu matusi ni kitu kibaya hata kwa wasiokuwa na dini. Sasa sikwambii kwa yule ambaye atakuwa anamtukana Muislamu mwenzake, anamlaani Muislamu mwenzake na yeye anadai kwamba yeye ni Muislamu. Wapi dini imekuelekeza kumtukana mwenzako? Hata asiyekuwa Muislamu ni haramu kumtukana. Sasa sikwambii kwa Muislamu mwenzako kumtukana ni kitu kibaya, kumtukana ni haramu. Tumekatazwa na sheria ya Uislamu kuwatukana watu, lakini pia kuwatukana watu waliotangulia mbele ya haki, watu waliokufa. Ni haramu kuwasema vibaya, ni haramu kwa kuwatukana. Lakini leo kuna pote
miongoni mwa mapote yanayojinasibisha na Uislamu, wanawatukana na kuwalani na kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika iman, Muislamu una uwajibu wa kuwatetea maswahaba wa Mtume. Unapoona maswahaba wa Mtume wanasemwa vibaya, wanatukanwa, wanalaaniwa, kama kuna uwezekano wa kusema, sema. Katika masiku haya ya Muharram, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanalaaniwa, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanatukanwa katika mwezi huu wa Muharram. Na katika mwezi wa Muharram na miezi mingine ambayo ni katika miezi mitukufu, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza tusiwe ni wenye kudhulumu nafsi. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 tangu alipoiumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi. Yauma khalaqa as-samawati wal arda, tangu alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi, idadi ya miezi ni miezi 12. Minha 4 hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika miezi hiyo mitukufu na miezi mingine ambayo haina utukufu, msidhulumu nafsi zenu. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza. Tukizama katika iman, wafasiri wa Qur'ani wakifasiri kipande hiki cha aya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu, wanasema adh-dhulmu yaduru ala 3 umur. Dhulma inazunguka katika maeneo makuu matatu. Dhulma inazunguka katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni dhulmu al-abdi li nafsihi, ni dhulma ya mja kujidhulumu yeye mwenyewe, bil maasi wadh-dhunubi wal khataya, kwa kufanya maasiya na makosa na madhambi. Unapofanya maasiya unaidhulumu nafsi yako. Lianna al-insana idha adhnaba dhalama nafsahu, kwa sababu mwanadamu anapofanya kosa, anapofanya madhambi, anakuwa amejidhulumu yeye mwenyewe. Liannahu huwa alladhi sayu'adhabu, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye atakayeadhibiwa kwa makosa aliyoyafanya, ataadhibiwa na Allah jalla wa ala. Kwa hiyo hapa anakuwa amejidhulumu kwa kufanya mambo ambayo atakwenda kupata adhabu ya Allah jalla wa ala. Aina ya pili ya dhulma ni dhulmu al-abdi li ghairihi, ni mja kumdhulumu mtu mwingine kwa kuchukua haki zake, kwa kuchukua mali zake, au kwa kumsema vibaya na kwa kumtukana na kwa kumsingizia mambo ambayo si ya kweli. Sasa kuna watu wengi ambao wanawasingizia maswahaba mambo ambayo hawakuwa nayo. Kuna watu ambao wanawatukana maswahaba, na hii ni dhulma wanawafanyia maswahaba, na Allah amesema msidhulumu nafsi zenu. Usidhulumu nafsi yako kwa kuwasema vibaya maswahaba wa Mtume. Usidhulumu nafsi yako kwa kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa unapotukana na kuwasema vibaya na kuwalani maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni dhulma, na kwa dhulma hii utakwenda kuadhibiwa. Na aina ya tatu ni dhulmu la abdi li rabbihi azza wa jalla, ni mtu kumdhulumu Mola wake bishirki, kwa kumfanyia shirki, kwa kumshirikisha katika mambo mbalimbali. Kwa ndugu zangu katika iman, Allah jalla wa ala ametoa tahadhari ndani ya miezi yote 12, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya dhulma. Na dhulma inakuwa ni mbaya zaidi katika miezi minne ambayo ni mitukufu, ukiwepo mwezi huu wa Muharram. Kwa ndugu zangu katika iman, kuwatukana na kuwasema vibaya na kuwalani
masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haram. Katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu, msiwaseme vibaya maswahaba zangu. Falau anna ahadakum, lau mmoja wenu nyinyi, anfaqa mithla uhudin dhahaba, atatoa sadaka ya mfano wa mlima Uhudi ya dhahabu, ma balagha mudda ahadihim, asingeweza kufikia kibaba, asingeweza kufikia sadaka ya kibaba cha mmoja wao, wala nasifahu, wala nusu ya kibaba. Mlima ambao unaufahamu wewe, uangalie na uchukue tathmini kwamba ungetoa wewe sadaka ya mlima, tena sadaka yenyewe ikawa ni ya dhahabu, usingeweza kufikia ujira waliokuwa nayo, thawabu walizokuwa nazo, daraja waliokuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Usingeweza kufikia kibaba cha sadaka cha mmoja wao. Kibaba ni mtu kuchota mikono miwili. Ukichota mikono miwili, hicho kinaitwa ni kibaba. Nusu yake ni kuchota mkono mmoja. Kwa hiyo hata kama ungetoa sadaka kubwa kiasi gani, usingeweza kufikia sadaka iliyotolewa na sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hawa maswahaba wana ujira mkubwa. Hawa maswahaba wana malipo makubwa mbele ya Allah jalla wa ala. Mtume sallallahu alayhi wasallama alifahamu kwamba kuna watu watajitokeza watakaowadhalilisha na kuwatukana na kuwasema vibaya maswahaba zake. Akatoa tahadhari, msiwatukane maswahaba zangu. Ndugu zangu katika iman, kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni makosa makubwa sana. Qala al-Imam Muhyiddin an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh Muslimi, Imam Nawawi anasema, wa'lam, jua wewe Muislam, anna sabba sahabati, hakika kuwatukana maswahaba radhiyallahu anhum haramun, jambo hilo ni haramu, min fawahishil muharramati, tena ni katika machafu yaliyoharamishwa na Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume anasema, man sabba ashabi, yeyote atakayewatukana maswahaba zangu, fa alayhi la'natullahi, ni juu yake laana za Allah, zimfikie juu yake laana za Allah jalla wa ala, wal malaika, na zimfikie juu yake laana za malaika, wan nasi ajma'in, na zimfikie juu yake laana za watu wote. Kila mtu atakayetoa laana zimfikie mtu huyo ambaye anawatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na kwa hakika watu hawa wana laana. Ndiyo maana unakuta wakati mwingine wanajiumiza wao wenyewe, wanajipiga vifua, wanajikata kwa vitu vikali, wanajiumiza. Ni kwa sababu ya laana ya Allah jalla wa ala, ni kwa sababu ya laana za malaika wa Allah jalla wa ala, ni kwa sababu ya laana za watu ambao ni wenye kulani kwa sababu ya wao wanawatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kila anayemtukana na kumsema vibaya sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala amlani mtu huyo. Ndugu zangu katika iman, maulama wetu, wajuzi wetu, wanawazuoni wetu vile vile wamesema maneno ya kukemea kwamba watu wasiwe ni wenye kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Qala Shaykhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Ibn Taymiyyah anasema, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahlu sunna wal jamaa, salamatu qulubihim
ni kusalimika nyoyo zao, wa alsinatihim, na kusalimika ndimi zao, li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallama, kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa miongoni mwa misingi ya ahlu sunna wal jamaa ni kusalimika nyoyo zao na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, na kusalimika ndimi zao na kuwasema vibaya na kuwalaani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Anayewatukana masahaba huyu si katika ahlu sunna wal jamaa. Anayewasema vibaya masahaba si katika ahlu sunna wal jamaa. Anayewachukia masahaba si katika ahlu sunna wal jamaa. Waqala aidan, na Ibn Taymiyyah akasema vile vile, amma man jawaza dhalika ila an zaama, ama atakayevuka mipaka ikafikia mahala akawa ni mwenye kusema annahum irtaddu, kwamba masahaba wa mtume waliritadi baada rasulillah sallallahu alayhi wasallama, baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallama. Kuna ambao wanasema hivyo kwamba masahaba waliritadi, wengi wao waliritadi, illa nafaran qalilan, isipokuwa kikundi kichache, isipokuwa watu wachache ambao walibakia na dini baada ya kufariki mtume. Wala yablughuna bid'ata ashara nafsan, na wala hawafiki watu 10 waliobakia na Uislamu baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahum fasaqu amatuhum, na kwamba wao wote walikuwa ni waovu. Fahadha aidan, mwenye msimamo huo, mwenye imani hiyo, la raiba fi kufrihi, hakuna shaka juu ya ukafiri wake, kwamba mtu huyu ambaye anasema maswahaba wa mtume waliritadi baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallama, hapana shaka kwamba huyu ni muongo, na kutokana na uongo wake huyu ni kafiri. Fa innahu mukadhibun, kwa sababu yeye anakadhibisha, lima nassahu alquranu, katika dalili ambayo iko katika Qur'ani ya Allah jalla wa ala, fi ghairi mawdhi'in, tena si katika sehemu moja, min ar-ridha, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an radiyallahu anhum. Aya nyingi zinaeleza hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia maswahaba. Alafu anakuja mwanadamu anasema kwamba hawa waliritadi, hawafai kuambiwa radiyallahu anhum. Sasa muongo ni wao au muongo ni Allah jalla wa ala? Ndugu zangu katika iman, mtu mwenye msimamo huyu sio Muislamu. Ndugu zangu katika iman, waqala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir anasema kuhusiana na maswahaba, anasema as-sahabatu kulluhum udul, maswahaba wote ni waadilifu, inda ahli sunnati wal jamaa, kwa ahli sunna wal jamaa, lima athna Allahu alayhim, kwa sababu wamesifiwa na Allah jalla wa ala fi kitabihi al-aziz, katika Qur'ani ya Allah jalla wa ala imewasifu maswahaba wa mtume. Wa bima nataqat bihi sunnatun nabawiyya, na kutokana na kusifiwa, kutokana na namna ilivyotamka na kueleza sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama, fil madhi lahum, katika kuwasifia maswahaba, fi jamii akhlaqihim, katika tabia zao zote, wa af'alihim, na katika matendo yao mema, wama badhaluhu min al-amwali wal arwahi, na kutokana na vile walivyovitoa miongoni mwa mali na roho. Watu walijitoa kwa ajili ya dini ya Allah jalla wa ala. Masahaba walitoa mali zao kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba walitoa dini yao na walitoa mali yao kuhakikisha kwamba dini ya Allah inasonga mbele. Lakini vile vile kuna ambao walitoa roho zao kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekufa kwa ajili ya dini hii. Ndugu zangu katika iman, masahaba walifanya hivyo wakiwa wanatarajia malipo makubwa mbele ya Allah jalla wa ala, wakiwa wanatarajia kupata thawabu nyingi mbele ya Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika iman,
Amesema mmoja katika maulama ambaye anaitwa Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, lamma suila amman shatama Aba Bakrin. Huyu shekhe aliulizwa kuhusiana na mtu ambaye au watu ambao wanamtukana na kumlani na kumsema vibaya Abu Bakari, yani sahaba mmoja tu, kwamba huyu mtu ambaye amemlaani na kumsema vibaya sahaba wa mtume mmoja Abu Bakari, ni nini hukumu yake? Faqala kafirun, akasema huyo ni kafiri. Anayemsema vibaya Abu Bakari, anayemtukana Abu Bakari, huyo ni kafiri. Qila, akaulizwa, fayusalla alayhi, huyu ambaye umesema kwamba ni kafiri, kama atakufa na msimamo huo wa kumsema vibaya Abu Bakari na kumlani Abu Bakari, akifa, je, waislamu wamswalie? Qala la, akasema hapana, huyu asiswaliwa na waislamu. Wasuila kaifa yusna'u bihi wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, akaulizwa huyu mtu atafanywaje na hali ya kuwa na yeye pia ametamka la ilaha illa Allah, atafanywaje mtu huyu? Qala, akasema la tamassuhu biaidikum, msije mkamshika kwa mikono yenu. Huyu mtu ambaye amekufa na hali ya kuwa anamtukana na kumsema vibaya sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, kama amekufa na hali hiyo, msije mkamgusa kwa mikono yenu, ni mtu mbaya. Idfa'uhu bil khashabi, msukumeni, msogezeni kwa miti, hatta tuwaruhu, mpaka mumuingize fi hufuratihi, katika shimo lake. Huyu shekha hakusema hata katika kaburi lake, katika shimo lake, kwa sababu huyo ni mtu mbaya, huyo ni mtu muovu. Hata kuswalia msimswalie, ili asiwakere na kuwaudhi, maana ataoza. Mfukieni katika shimo lake, lakini msije mkamshika kwa mikono yenu. Msukumeni kwa miti, msukumeni kwa kitu chochote, lakini msimshike kwa mikono yenu. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ahibatu fillah, khutba yetu ya leo ina anwani inayosema uharamu wa kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Hakuna kitu kibaya kama mtu kukaa na kuwalaani watu waliokufa. Hakuna kitu kibaya na kukaa na kuwasema vibaya na kuwalaani na kuwatukana watu waliokufa, hasa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuzama katika iman, mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, mtume anasema al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Ansar, waislamu wa Madina, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, hatawapenda isipokuwa mtu huyo ni muumini. Anayewapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, huyo ni mtu mwenye imani. Wala yubghidhuhum illa munafiqun, na hatawachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama isipokuwa mtu huyo atakuwa ni munafiki. Faman ahabbahum, yeyote atakayewapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, ahabbahu Allah, Allah jalla wa ala atampenda mtu huyo. Waman abghadhahum, na yeyote atakayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, abghadhahu Allah, Allah jalla wa ala atamchukia mtu huyo. Tuzangu katika iman, kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama ni katika iman, na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama ni katika unafiki na ukafiri.
Atakayewapenda masahaba wa mtume atapendwa na Allah jalla wa ala, na atakayewachukia na kuwasema vibaya na kuwatukana na kuwalaani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, huyo mtu anachukiwa na Allah jalla wa ala. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ayatul imani hubbul ansari, dalili na alama ya kwamba mtu huyo ana imani ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa ayatun nifaqi, na dalili na alama ya kwamba mtu huyo ni munafiki ni bughdhul ansari, ni kuwachukia maanswar, ni kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Sasa wewe jipime kwa kupitia maelekezo haya ya mtume sallallahu alayhi wasallama, wewe ni miongoni mwa wale wanaowapenda masahaba wa mtume au ni miongoni mwa wale wanaowachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Qala al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala, Imam Tahawi anasema, wa nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallama, na tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, na wala hatupituki mipaka katika kumpenda yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wala natabarra'u min ahadin minhum, na wala hatujiepushi na yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, na tunamchukia anayewachukia masahaba wa mtume. Wa bighairi alhaqi yadhkuruhum, na pasina haki anawataja vibaya, pasina haki wanawasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wala nadhkuruhum illa bikhair, sisi hatuwasemi masahaba wa mtume isipokuwa tunawasema kwa kheri, isipokuwa tunawasema vizuri. Kisha akasema, wa hubbuhum dinun, na kuwapenda masahaba wa mtume ndio dini. Wa imanun, na kuwapenda masahaba wa mtume ni imani. Wa ihsanun, na kuwapenda masahaba wa mtume ndio ihsan. Anayewapenda masahaba wa mtume huyu ana dini, anayewapenda masahaba wa mtume huyu ana imani, anayewapenda masahaba wa mtume huyu ana ihsani. Wa bughdhuhum, na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama kufurun, ni ukafiri. Wa nifaqun, na ni unafiki. Wa tughyanun, na ni uovu. Anayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, hadha laysa bimuslimin, huyu si muislamu, huyu ni kafiri. Unawachukia masahaba wa mtume, watu walioipambania dini hii, walioisimamia dini hii mpaka ikatufikia na sisi vile vile. Lakini leo mtu anasimama anawalani na kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa ndugu zangu katika imani, wajibu wetu kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama ni kuwapenda na kuwatetea na kuwasema vizuri. Watu wengine wanapowasema vibaya, sisi tuwaseme vizuri masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Usinyamaze kimya unapoona masahaba wa mtume wanadhalilishwa. Nafikia mpaka mahali mtu anasema, anamuita Abu Bakari na Umar kwamba hawa ni masanamu wawili wa Quraishi. Anasema maneno haya bila uoga, anasema maneno haya kwa ujeuri, kwa kibri, kwamba hawa ni masanamu wawili katika masanamu wa Quraish, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba ambao walibashiriwa pepo, wanatembea katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamebashiriwa pepo na Allah jalla wa ala, wamebashiriwa pepo na mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakini leo anakuja mwanadamu anasema kwamba hawa ni miongoni mwa watu wa motoni, na ili uingie katika dini yao ni lazima ushuhudie ya kwamba Abu Bakari ni kafiri na yuko motoni, Umar ni kafiri na yuko motoni, Aisha ni kafiri na yuko motoni, Hafsa ni kafiri na yuko motoni. Ili uweze kuingia kwenye hiyo dini yao, na wanapowasilimisha watu lazima atamkishwe maneno haya mtu, na yote haya mnayaona katika mitandao.
Ndugu zangu katika iman, ni haramu kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Usije ukakaa pamoja na watu ambao wanawasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo Waislamu wengi wanakaa na hawa waovu, wanakaa na hawa wabaya, hasa katika maulidi mbalimbali. Tunafahamu kwamba waanzilishi wa maulidi ni hawa watukana maswahaba. Wao ndio walioanzisha haya maulidi, na wao ndio wanakuwa ni wafadhili wakubwa wa maulidi haya. Sasa katika Waislamu wanapokuwa na mambo haya ya maulidi, wanashirikiana na hawa waovu, wanashirikiana na hawa watukana maswahaba, hawa ambao wanawadhalilisha maswahaba. Na hawa ambao wanawadhalilisha maswahaba wanakuwa na hao kwa sababu tu mambo yao yaweze kwenda. Wanakuwa na takia, wanaficha ile imani yao, lakini wanaamini kwamba hawa tunashirikiana nao, lakini hawa si Waislamu. Wao wanaamini ya kwamba sisi sio Waislamu. Ndugu zangu katika iman, hawa watu sio wa kushirikiana nao katika jambo lolote, kwa sababu ya imani yao mbovu ya kuwalani na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. أيها المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.